Tiini kila mamlaka iliyo kuu. Hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Maneno haya yana maana gani? Kwa nini yaliandikwa? Historia yake ikoje? Na yanatutaka sisi tufanye nini? Kwa kadiri siku zinavyozidi kuendelea mbele, nimegundua watu wengi ili andiko kwa sasa hivi hawataki kulisikia. Yaani ni kama hawataki kulisikia, na watumishi wengi ili andiko wanalikwepa, na baadhi ya watu wanalichukia. Sasa leo mimi nataka wewe unayesikiliza kipindi hiki ulifahamu maana ya andiko hii. Kwa nini anasema tutii kila mamlaka iliyokuu? Hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Je, ni kweli mamlaka zote Mungu ndio ambaye anaziweka? Je, ni kweli mamlaka zote hizi zimetoka kwa Mungu? Je, ni kweli tunapaswa tutii kila mamlaka inachokisema? Naomba ubaki na mimi katika kipindi hiki. Kama subscribe channel, share kwa watu wengine, alafu twende tukasome Warumi sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza. Warumi 13 kuanzia mstari wa kwanza. Ninasoma hapa. Anasema hivi: kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Anasema na ile iliyopo imeamliwa na Mungu. Alafu mstari wa pili anasema hivyo amwasie mwenye mamlaka ushindana na agizo la Mungu. Nao washindanao watajipatia hukumu, kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimwogope mwenye mamlaka, fanya mema nawe utapata sifa kwake, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema. Lakini ufanyapo mabaya, ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure. Kwa kuwa mtumishi wangu, anasema hivi, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu, amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Utaendelea na kusoma sura nzima upatapo muda. Sasa ili andiko ni andiko la Mtume Paulo akiwa anawaandikia barua wa Kristo walioko Roma kule. Anawaambia watii kila mamlaka, hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Sasa mimi nakuwa napokea maswali mengi. Watu wananiuliza, mwalimu, kweli kila mamlaka duniani inatoka kwa Mungu? Kila anayetawala amewekwa na Mungu? Kweli mwalimu, kila anachofanya watawala wanamwakilisha Mungu? Hii imekaaje? Hii imekaaje? Sasa nitaenda kukueleza kwa mujibu wa maandiko ya Biblia. Kwanza kabisa, ni agizo la Mungu tutii mamlaka. Ni agizo la Mungu tutii mamlaka, tuheshimu mamlaka, kile ambacho inasema. Tunapozungumzia mamlaka ni pamoja na serikali. Umeona? Ukisoma andiko hili utagundua kwamba sisi wa Kristo hatukuwekwa kushindana na mamlaka. Sisi wa Kristo hatukuwekwa kushindana na uongozi. Sisi wa Kristo tumewekwa kwa ajili ya kuisaidia mamlaka, ya kusaidia uongozi ulioko madarakani, wala si kushindana nao. Kwa maana maandiko yanasema hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Ninaposoma maandiko sioni watumishi wa Mungu wakishindana na mamlaka. Yaani sioni watumishi wa Mungu wakishindana na mamlaka. Mtu mmoja akaniambia, Yohana Mbatizaji alishindana na mamlaka. Alishindana na Herode, akananilia akuvumilia kuona anachokifanya Herode. Lakini mwingine anasema Yesu alimuita Herode mbwea. Yesu alimuita Herode mbwea. Sasa hawaelewi ni kwamba mamlaka iliyokuwa inatawala Yerusalemu, iliyokuwa inatawala Israeli katika karne ya kwanza,
mamlaka iliyokuwa inatawala Yudea yote katika karne ya kwanza haikuwa mamlaka ya Herode, ilikuwa ni mamlaka ya Kaisari. Kaisari ndiye aliyekuwa anatawala Israeli yote ya karne ya kwanza. Tunaposoma kipindi cha Yesu, aliyekuwa anatawala Uyahudi wote ilikuwa ni Kaisari, na Israeli ilikuwa ni miongoni mwa maeneo, majimbo. Ile Yudea yote ni majimbo ya serikali ya Kaisari. Sasa kipindi hicho Kaisari aliweka mfumo wa kodi mgumu sana kwa Wayahudi, na aliwalipisha kodi nzito ambayo haikuwa halali yao. Umeelewa? Sasa pamoja na mfumo mzito wa kodi, na Wayahudi walikuwa wanamsubiri Masia ili aje kuwakomboa katika mkono wa Kaisari. Alafu alipokuja Yesu akaheshimu mamlaka ya Kaisari. Hata kama ilikuwa inatawala Uyahudi kwa mabavu, lakini bado aliheshimu. Alafu nampenda Yesu anaongea katika kitabu cha Yohana ile, anamwambia Herode kwamba anamwambia Pilato ni gavana, anamwambia wewe una mamlaka juu yangu kwa sababu Mungu ndio karuhusu uwe nayo hiyo. Maana yake mimi ufalme wangu ni mkubwa, mimi sina ufalme wa dunia hii. Yesu anamwambia Pilato. Kwa nini anamwambia hivyo Pilato? Ni kwa sababu Pilato anamuuliza Yesu. Umeona, ni andiko la Yohana 19 mstari wa 11. Ngoja nikusomee Yohana 19:11. Yesu akamjibu, wewe ungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama usingepewa kutoka juu. Kwa hiyo yeye aliyenitia mikononi mwako yuna dhambi iliyo kubwa zaidi. Kwa maana hiyo Yesu anaonyesha kwamba mamlaka ya Pilato imetoka juu. Kwa maana hiyo anasema, wewe Pilato usingekuwa na mamlaka juu yangu kama usingepewa kutoka juu. Kwa hiyo Yesu anaheshimu na anaitambua mamlaka ya Pilato kama imetoka juu. Imetoka juu wapi? Imetoka kwa Mungu. Na anapoitambua mamlaka ya Pilato, na maanisha Yesu anaitambua mamlaka ya Roma. Sasa Roma ndio ilikuwa inawatesa Wayahudi, na Wayahudi walikuwa wanateswa na Waroma, na Yesu anaitambua mamlaka ya Roma ni mamlaka iliyotoka juu. Na Yesu pamoja na mfumo kandamizi wa kodi, Yesu alikuwa analipa kodi, na kuna siku ikafika kipindi wakaishiwa kabisa kodi na sadaka hawana. Sijui kama Yuda aliiba au walikuwa tu wameishiwa. Yesu akamwambia Petro, nenda baharini kavue, alafu utakapovua utampata samaki, ukimpasua ndani yake utakuta shilingi, kalipe kodi. Kwa maana Yesu analipa kodi, anaheshimu mamlaka ya Kaisari, pamoja na kwamba mamlaka ya Kaisari ilikuwa inaonekana ni mamlaka kandamizi, na Wayahudi wengi walikuwa wanataka kufanya revolution, wanataka kufanya mapinduzi, wanataka kuipindua mamlaka. Wanaona kabisa inawaonea, inawaua watu wasio na hatia. Alafu tena huyo Yesu wanamuuliza swali la mitego kwamba ni halali kulipa kodi kwa Kaisari, ikiwa Wayahudi wote wanajua si halali kabisa kulipa kodi kwa Kaisari, si halali hata kidogo. Alafu Yesu anawaambia ya Kaisari mpeni Kaisari. Kwa maana Yesu hashindani na mamlaka, Yesu anaheshimu mamlaka, Yesu anatii mamlaka. Kwa maana gani? Anamaanisha kwamba hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Kwa maana hiyo sisi kama Wakristo tumeitwa kuheshimu mamlaka, na kama kuna jambo ambalo hujalizishwa nao, sisi tunayo kukata rufaa katika maombi. Sisi mapinduzi yetu tunayafanya katika maombi. Sisi maandamano yetu tunayafanya kwa Mungu, tunafanya kwa machozi, tunafanya kwa magoti, ila hatufanyi revolution yoyote kwa namna nyingine yoyote isipokuwa kwa maombi. Na njia hii naona sasa hivi unaweza ukawa unasikia mambo mengi sana, lakini na wafundisheni watoto wa Mungu ili tukae salama, tuishi kwa akili, tuishi kama wageni na wapitao katika nchi hii. Na waelezeni kabisa, hii ni mambo muhimu sana nakwambia. Ukiona watu sasa hivi wametoka kwenye magoti, wanaamua kuingia katika kuongea maneno, kuhamasisha vitu, kufanya nini, sina interest yote. Lakini ujue kabisa wamepoteza nafasi ya kwanza ya kumlilia Mungu. Zamani kama taifa tulikuwa tukipatana na kitu tunakiona hakijakaa sawa, tulikuwa tunamlilia Mungu, tunaenda mbele za Mungu, tunaomba, Mungu anafanya. Ilitokeaga El Nino, na mwaka huu wametangaza mamlaka ya kwamba kuna El Nino inakuja, watu watunze vyakula, waweke akiba ya vyakula katika nchi yetu. Watu walimlilia Mungu, mambo yalikaa sawa. Ilikuja corona hapa, ilikuwa janga la taifa, watu wamemlilia Mungu, mambo yamekaa sawa.
Huo ndio wito wetu wa Kristo. Tunamweka mkononi mwa Mungu. Jambo lolote baya, jambo lolote ambalo hatujalipenda, hatujalitaka, tunamlilia Mungu na Mungu anafanya mambo yanakuwa sawa. Sasa kwa sababu tumepoteza ile nguvu ya maombi, ile ambayo mamlaka kuu ya Mungu ilikopo ndani yetu katika maombi tumeipoteza. Sasa tunatafuta sasa title, tunaamua kutumia majina, tunaamua kutumia title. Ni hatari sana. Yesu alikuwa na ushawishi mkubwa kuliko mtu yoyote katika Uyahudi wa karne ya kwanza, lakini aliwaaminisha watu kwamba waheshimu mamlaka. Paulo alikuwa na ushawishi mkubwa sana katika makanisa ya kwanza, lakini anawaambia Waroma wafanye nini? Waheshimu mamlaka. Sasa andiko hili nililokusomea hilo la Warumi kwamba hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu limeandikwa kati ya mwaka 59, ambapo Paulo analiandika hilo andiko liende kwa waamini walioko Roma. Yeye mwenyewe Paulo alikuwa Korinto na hakuwahi kufika Roma, ila alikuwa na mpango wa kwenda Roma kwa ajili ya kufanya umishonari huko Hispania. Alikuwa na mpango wa kwenda Hispania. Kwa Roma alikiweka kama kituo kio cha umishonari, ingawa hajawahi kufika. Kwa anawaandika waraka huu wafikie watu wa Roma na anawaambia waheshimu mamlaka. Sasa waamini na Wakristo waliokuwa hapo Roma walikuwa wanateswa sana na mamlaka ya Kaisari ambayo ilikuwepo kipindi hicho huko Roma. Mamlaka hii ya Kaisari iliwaumiza sana Wayahudi wa karne ya kwanza. Na kama unakumbuka, kuna Kaisari alikuwa anaitwa Claudio. Huyu bwana aliwahi kuwafukuza Wayahudi wanaoishi Roma, akawatimua wote. Na ukisoma kitabu kile cha Matendo sura ya 2 utaliona hilo jambo. Utaona pamoja na Akila na Priscilla wamefukuzwa kutoka Roma. Umeona katika kitabu cha Matendo sura ya 2 wamefukuzwa na Claudio. Kulikuwa kulikuwa na yale maonezi ya Wakristo na Wayahudi katika taifa la Roma. Lakini baada ya kufa huyo Claudio, anakuja kuibuka Kaisari mwingine anaitwa Kaisari Nero. Sasa huyo Kaisari Nero ni afadhali na yule Claudius ambaye amefariki. Huyo ndo alikuwa mbaya zaidi, aliwakandamiza Wakristo, aliwatesa Wakristo, aliwaonea Wakristo, aliwadhulumu Wakristo, aliwanyanyasa Wakristo. Alafu bado eti Paulo anasema waheshimuni, watiini, kwa sababu hata hao wametoka kwa Mungu. Sio, unanielewa? Yaani just imagine kanisa linapoteseka Roma, lakini Paulo anawaambia hiyo mamlaka imeamliwa na Mungu. Sio, unanielewa? Sasa kuna mtu mmoja akaniambia, hapana mtumishi, usiseme hivyo kwa sababu tunasoma maandiko. Kama sisi kama Wakristo tuna haki ya kukemea, tuna haki ya kukosoa. Anamtaja Elia, kwamba Elia alikwenda mbele ya mfalme Ahabu akamwambia, mfalme utakufa. Tunamuona tena alishuka tena akamwambia, kitanda ulichokipandia utakishukia, utakufa. Anamtaja Elia. Alafu anafananisha na serikali za dunia ya leo, pasipo kugundua kwamba ukimtaja Elia unahitaja serikali ya Israeli ya mfalme Ahabu, si ndio? Sasa kama ukishaisema serikali ya mfalme Ahabu, ile ilikuwa ni serikali ya kidini. Israeli tunayosoma kwenye maandiko ya Agano la Kale ilikuwa ni Israeli ya kidini. Kwa hiyo ukimwona Elia anamfuata mfalme, anamwadabisha, anamtolea maneno makali, kwa sababu mfalme mwenyewe yupo kwenye dini na anaelewa misingi ya taifa, anaelewa chimbuko la taifa, anaelewa sheria za taifa. Ndio maana wafalme walikuwa wananyenyekea kwa manabii, kwa sababu Israeli ilikuwa ni taifa la kidini. Ndio maana unaona Daudi naye anakaa madarakani, analia mbele za Mungu kwa sababu ni taifa la kidini. Na ukiwa dini tofauti katika taifa la Israeli, inamaanisha ulikuwa unauawa, unachinjwa. Wewe ni mtu ambaye unaleta imani potofu. Kwa hiyo ulikuwa tu ukiwa na dini tofauti, adhabu yake unapigwa mawe mpaka ufe. Hakukutakiwa Israeli kuwe na dini nyingine. Sasa kwa mfano tukilitolea mfano taifa letu la Tanzania, ni serikali ambayo haina dini, umeelewa, ila inaheshimu taasisi za dini zote, lakini haina dini. Kwa hiyo ukitumia muktadha wa andiko la Elia ukalileta katika serikali kwa mfano ya Tanzania, ya Kenya nini, unakuwa unakosea, kwa sababu serikali hizi hazina dini. Sijui unanielewa? Kwa hiyo sasa muktadha ambao unatakiwa kuutumia muktadha wa kitabu kama mfano cha Danieli. Unaposoma kitabu cha Danieli
Gundua kwamba Wayahudi wako katika taifa la kigeni ambalo halina dini, wako katika nchi ya Babeli, alafu wanakwenda kwa mfalme Nebukadneza ambaye ni mfalme muovu. Sasa Mungu anamuonesha Danieli kwamba mfalme Nebukadneza ni muovu, utafanya 1, 2, 3. Alafu huyo Danieli anapoenda kumuonya mfalme Nebukadneza, anakwenda kwa unyenyekevu, akwenda kama Elia, kwa sababu hiyo nchi sio yao. Hiyo nchi haina dini, kwa lazima ufuate sheria za hiyo nchi, uende kwa unyenyekevu, uende kwa kutulia, uende kwa kwa heshima, umuonyeshe heshima, alafu mwambie mfalme, katika hili Mungu hapendi, katika hili kuna 1, 2, 3. Alafu mfalme naye anaipokea ile heshima uliyompa. Kama atakataa, atakataa kwa heshima ile ile. Kama atakubali, ataikubali kwa heshima ile. Ila uwezi ukaenda kwa approach aliyotumia Elia, uwezi ukaenda kwa mfalme kwa approach aliyokuwa anatumia Elisha, kwa sababu wale walikuwa wana nguvu, kwa sababu serikali ni ya kidini. Ila wapo Babeli kule wakina Danieli, huko serikali haitambui dini, kwa lazima muende kwa adabu. Sio, unanielewa? Kwa unaona wote katika kitabu cha Danieli, ukisoma kitabu cha Ezekiel, ukisoma kitabu cha nini, unakuta walikuwa wanaenda kwa mfalme kwa heshima na adabu. Hivyo ndivyo ambavyo sisi tuliopo leo katika mataifa haya ambayo tunachanganyikana dini tofauti tofauti, serikali ambayo iko neutral, tunatambua kwamba serikali inaheshimu taasisi za dini, lakini pia sisi tunatakiwa tuwe wapatanishi, sisi tunatakiwa tuwe na adabu, sisi tunatakiwa tuwe na heshima, sisi tunatakiwa tuwe watulivu, lakini tunatakiwa tuwe watu wa maombi mbele za Mungu na kuonesha heshima ambayo Kristo ametupa. Sio, unanielewa? Kama unanielewa. Kwa nini nasema hivyo? Sasa kuna mtu ataniuliza, mfano sasa mbona tunaona kuna watu hawakuitii serikali kama Shadrach, Meshach na Abednego, hawakutii serikali na wakatupia kwenye moto. Sasa mtu kama Daniel akutii serikali na akatupiwa kwenye moto. Umeona? Je, tuiheshimu serikali inapotaka tutende dhambi? Sasa mimi hakuna serikali inataka watu watende dhambi, labda kama ni serikali ya kidini. Ila serikali ambazo nazifahamu, ukisimama katika nafasi yako ukamtumikia Mungu, mimi nakutaka umtumikie Mungu katika nafasi yako, hakuna sheria inavunjwa, hakuna sheria inavunjwa. Nilikopo kuna watu nawafundisha, nawaambia kwa mfano serikali hii ya Tanzania ikasema sasa, kuanzia sasa Jumapili ni siku ya kazi. Jumapili ni siku ya kazi, walioajiriwa wote wakwende kazini. Kuna ubaya gani? Bado wakisema Jumapili ni siku ya kazi, kama siku nyingine tutaruhusiwa kumwabudu Mungu, bado unatakiwa tunaheshimu, tunatii, kwa sababu hatujakatazwa kufanya nini? Kumwabudu Mungu. Ila siku serikali ikisema tunakataza watu kuabudu Mungu, hakuna upentekost, hakuna ukristo, hakuna ibada, hapo ndo tutasema serikali imefika pabaya, hatutaweza kuishi pasipo ibada, lazima tutafanya ibada na mtu uwe. Umeona? Wakituzuia kufanya ibada, hawajatuzuia kufanya ibada, hawajatuzuia kumwabudu Mungu. Kama kuna mambo mengine tutamulilia Mungu, tutamuomba Mungu. Kanisa la kwanza tunaona amekufa Yakobo. Yakobo ni mmoja kati ya wanafunzi watatu ambao walipendwa na Yesu. Amechinjwa na mfalme nani? Na mfalme nani huyo? Na mfalme Herode. Sasa kwa nini mitume wasiende kufanya kama alivyofanya Yohana Mbatizaji? Waende kwa Herode wakasema, Herode, wewe ni mbaya. Biblia inasema kanisa lilidumu katika kumwomba Mungu. Petro alikuwa amefungwa gerezani wakati wa kanisa la kwanza, amechinjwa Herode, amekatwa kichwa. Alafu Petro kafungwa gerezani, naye anatakiwa kuuawa tena, anatakiwa kuuawa mbele za watu wote. Alafu kanisa halikuandamana, lilienda mbele za Mungu likamlilia. Hivi ndivyo kanisa linavyotakiwa liwe. Na hii ndio misingi ya kanisa ambayo mimi nalijua. Tunamlilieni Mungu. Tukiacha katika nafasi ya kumlilia Mungu tunakufa. Tunakufa. Sasa hivi kanisa limekuwa harakati. Limeingia katika harakati. Yaani sisi sasa hivi watumishi wa Mungu tumekuwa wanaharakati. Sisi sio wanaharakati. Sisi ni watumishi wa Mungu. Tunasema na Mungu. Kwa nini tusiwafundishe watu kumlilieni Mungu? Kwa nini tusiwafundishe watu kuongea na Mungu? Kwa nini tusiwafundishe watu Jamani, Mungu anajibu. Tumeona maandiko yanasema Herode aliuliwa na chango ikamua Herode chango. Kanisa lilimlilia Mungu. Sasa Yohana Mbatizaji ambao watu wanamuongelea sana, mbona Yohana Mbatizaji? Yohana Mbatizaji, maandiko yanasema Yesu hakusema chochote kwa Yohana Mbatizaji, na mpaka siku Yohana amefungwa Yesu hakwenda hata kumuona Yohana gerezani. Na unaambiwa
Yohana ametumia maisha yake karibia yote ya huduma kumtangaza Yesu, lakini Yohana amefungwa, hajaenda kumuona gerezani Yohana anateseka. Alafu sasa mwisho wa siku Yohana Mbatizaji anamsikia Yesu yupo katika mitaa yao, yupo katika mji wao, anahubiri katika Kaisaria ile, sijui ni Kaisaria Filipi nafikiri, anahubiri pale, watu wengi wanamfuata Yesu. Ule umati uliokuwa unamfuata Yesu kipindi hicho ndio umati uliokuwa unamfuata Yohana Mbatizaji miaka ya nyuma. Kabla miaka ya nyuma, utawaambia nini watu kuhusu Yohana Mbatizaji? Yohana Mbatizaji alikuwa na nguvu kiasi cha kwamba ukimtukana unapigwa mawe mpaka kufa. Unakumbuka wale Mafarisayo wakasema, tukisema ubatizo wa Yohana Mbatizaji unatoka kwa mwanadamu watatupiga mawe. Kwa maana hiyo ukimsema vibaya Yohana Mbatizaji unaweza ukapigwa mawe mpaka kufa. Just imagine, mtu alikuwa na power. Sasa hivi ni wakati wa Yesu, ana nguvu, ana power. Alafu yupo katika ule mji ambao Yohana kafungwa, alafu Yesu hajaenda kumuona Yohana gerezani, hajaenda kumtembelea. Mpaka Yohana akashangaa, Yesu huyu niliyembatiza mimi anasema kamuulizeni ni wewe kweli au tumsubiri mwingine? Yaani Yohana haamini kwamba ni yule niliyembatiza mimi. Alafu Yesu hata hakujishusha, akamwambia, mwambieni heri wasio na mashaka naye. Vipofu wanaona, viziwi wanasikia, waambieni Yohana heri asio na mashaka naye. Jibu limekuja kali kuliko hata swali lake, na mpaka anakufa Yesu akumuona Yohana Mbatizaji. Just imagine, na Yesu hakuwahi. Kwa hiyo ninawaeleza, ni kanisa la kwanza Herode kafanya ujinga, kamuua Yakobo ambaye ni mtume mkubwa ambaye Yesu alikuwa naye muda mrefu, anapanda naye mpaka kwenye mlima, anageuka sura, anabadilika, anamuona Elia na Musa kwenye ile Getsemane kule, wale wanafunzi watatu ambao Yesu alisema kisheni pamoja nami muombe. Yakobo alikuwepo, afu ndo mwanafunzi wa kwanza kufa, mwanafunzi muhimu namna hiyo ambaye Yesu amespendi muda mrefu sana kumwandaa. Lakini kanisa halikuandamana, likamlilia Mungu. Stefano anapigwa mawe, kanisa linamlilia Mungu. Kuona wanashindana na wanamlilia Mungu. Yaani kanisa, nguvu yetu ni kwenye maombi. Kwa hiyo ninakusii, rudi kwenye maombi. Maandiko na mafundisho haya ambayo hayaangalii misingi ya Biblia, hayaangalii muktadha ya Biblia, ni hatari sana kwa afya ya kanisa. Nilikuwa nataka niwakumbushe hivyo watoto wa Mungu. Ni mimi ndugu yenu, naitwa Mwalimu Vincent Mwakishala. Naomba ukiwa unabarikiwa na mafundisho haya, subscribe channel na kushare kwa watu wengine. Mungu akubariki, tukutane katika wakati ujao. Amen.